tutoe pole zetu za dhati kabisa tukiwa kama Team Planet Bongo, lakini pia East Africa na East Africa TV kwa ndugu yetu mshikaji wetu Meja Kunta kwa kuondokewa na mama yake mzazi. Unajua imekuwa ni habari mbaya kwake, lakini pia kwetu sisi watu kama wa industry, kwa sababu tunajua malezi ya mama yalivyo, tunajua support ya mama ilivyo. So kwa Meja Kunta, yeye ameondokewa na mama yake, na of course leo niliambiwa taarifa ilivyokuepo ni kwamba saa 7 ya mchana wa leo walikuwa ndo wanazika pale maeneo ya Temeke ambako ndo kwao kabisa Meja Kunta. Na of course kwetu sisi tunaweza nikarudia tena kwamba sisi tunatoa pole yetu ya dhati kabisa kutoka moyoni, na tunathamini mchango wa Bi Mkubwa kwa Meja Kunta. Unajua mimi nilipata feeling ya kumshuhudia mama yake Meja Kunta that time wakati Meja Kunta wametengeneza ile kiki ya kwamba yeye kafa. Unajua yale maumivu ya Bi Mkubwa mimi niliyafeel kabisa kwamba Bi Mkubwa anampenda sana mtoto wake. Unajua so yani kwa sasa hivi najua vile ambavyo Meja Kunta atakavyokuwa na uchungu wa kuona kwamba mamangu unajua kuna ule upendo ambao unaupata kwa Bi Mkubwa ambao hawezi kupa mtu yoyote, hata utoe gharama yoyote hawezi kupa. Na ndio maana ukicheka hata kwenye mitandao ya kijamii pale Instagram, the ambavyo wanaandika unaona the ambavyo wana feel sababu ikitokea kifo huwa kizoeleki siku zote. Hiyo unaambia sikia tu kwa jirani. Tunaye Meja Kunta hapa, tuambie nini hasa chanzo cha kifo cha mama yake. Meja mwenyewe atuambie. Si ndio? Saa 9 usiku alianguka ghafla kwenye biashara zake. Kwa tukawa tunatafuta taratibu za kumpeleka hospitali, lakini kwa bahati mbaya kabla ya lote alifariki dunia. Shote kuanzia usiku, sababu hakuwa Dar es Salaam. Kwa sasa ikabidi tuanze utaratibu wa kujua huko alipo tunampataje, anawezaje kufika na nini. Kwa ikabidi nikaamka nikajaa home kushirikiana na familia mpaka tuko 5. Niko mimi na dada zangu 4, wa kiume niko peke yangu. Yes, kwenye familia yao wanasema wako watoto 5, wa kike 4, yeye ndo 5 wa kiume. Na unaona ya ambavyo tuseme tu kama Bi Mkubwa pia kamwacha na mtaji, kwa sababu love ya sisters wote 4 kina namna moja ama nyingine wanaweza kuwa kama backup yake. Unajua which is though huwezi kumreplace sema yani huwezi kureplace ile love ya Bi Mkubwa always. Yani love ya Bi Mkubwa iko pale imekaa tu. Wewe una hela, wewe una kitu, umemletea ustar, umemletea unini, yani love yake iko pale. Kitovu chako yeye anajua kilipo. Si ndio sasa? Si ndio? Mwenyezi Mungu tu amfanyie wepesi Meja na familia kwa ujumla, kwa sababu ni jambo zito kusema kweli, na Mwenyezi Mungu pia ampunguzie adhabu ya kabri mama Meja Kunta. Sasa umezungumzia habari za Meja Kunta kuwahi kuzushiwa kifo na mama yake kuonyesha kuumia. Sio unaelewana? Of course kuzushiwa kifo pia sio taarifa nzuri. Nimepita kwenye page ya Chuchu Hans bana, pia naye amemzushia kifo. Leo mzushia kifo of course ni leo, yeye ndo kaiona na ame screenshot that story ama hiyo taarifa kwamba yeye amefariki, kwa sababu ali screenshot. Huyo mtu aliandika hivi: tumepokea taarifa kama familia, wasanii wenzake tumeumia sana, RIP, tangulia sisi sote ni njia moja, ikiwa na picha ya Chuchu Hansi. Sasa Chuchu Hansi amecapture ile picha na ameipost Instagram na kuandika ujumbe mzito kwenda kwa hawa wanaozushia wenzao kifo. Amesema wewe Mungu, wewe Mungu mtu unaloniombea ili kuwa na unaloliombea ili kuwa na huruma. Nimebaki peke yangu jamani kwenye tumbo la mama yangu. Labda nikukumbushe, miaka 2 iliyopita nimepoteza ndugu zangu wa tumbo moja mfululizo. Ukiwa unawatabiria au kuombea watu kifo au kuandika, hakikisha unafikiria na familia yake. Hujawahi hata kufikiria mama yangu ambaye amebaki na mtoto mmoja atajisikiaje, atashtukaje? Mbaya zaidi niko nje ya Tanzania. Unajua familia yangu kiasi gani umeiumiza? Unajua watoto wa kaka yangu umewalizaje? Maana nao wakubwa na wanajitambua. Unajua watu umewatia safari kiasi gani? Please, siku zangu zikifika hazitozuilika, ila usijerudia kitu aise. Na kama kuna sherehe yoyote watu hawa basi ifanywe kazi. Kama ni akili yako, Mungu anakuona, ila akusamehe. Ila kama umetumwa waambie kwa uwezo wa Allah, Mungu aliyenileta duniani basi yeye ndiye ataniondoa siku atakayo inshallah. Chuchu Hans Mbona TikTok hiyo pia waliposti kwamba amefariki. Posti picha video au picha? Waliposti picha yake. Ilikuwa na trend pia TikTok. Ni TikTok. Yeye ndo ame screenshot kaileta hapa Insta. Yaani ameweka mpaka picha yake. After seti tumepokea taarifa kama familia ya wasanii wenzake tumeumia. Yaani huyu alopost naye kajiweka kwenye sanaa pia, na kwamba ni msanii. Sasa huyo mbona kumpata inaweza kuwa rahisi?
Huyo sikumtafsia ameposti amesema wasanii wenzake. Kwa hiyo huyo msanii anapatikana. Suspect namba 1 sio? Si wasanii wenzake. Atafuta huyo msanii mwenzake. Januari Mohamed sijui. Sema hii kitu bana sio nzuri. Nimependa hapa alivyosema kama kuna sheria ipo kwa ajili ya hawa watu basi ifanywe kazi. Nafikiri ifanywe kazi. Imezungumzwa mara nyingi sana pia hii. Na imewatokea celebrities wengi sana. Kumbuka Professor Jay alizushiwa juzi kati tu hapo mwaka jana ile ilikuwa. Mwaka jana actually. Na ni huko TikTok. Kwani TikTok Professor Jay sio mara ya kwanza. Professor Jay ni zaidi ya mara 7. Kusimama yale kwenye ngoma yake aliimba walishazusha nimekufa eti nimepata jari washinda na warege Mwenyezi nipushie mbali. Wakasema nini hivyo. Kwa stories ziko shazi za watu kufariki. Ahmed PhD pia ni moja ya brothers ambao pia wanakutana na hizo mbanga. Mungu anisaidie tu mimi nisikutane nayo kwa sababu unaweza yani simalizie. Dr. Cheni pia zaidi ya mara 5 manake hilo swala nikija kukutana nalo ambaye atahusika kwenye kitendo hiko. Sijui kwa nini na mara nyingi hizi za kuzushia watu. Wewe una mamlaka ya kumfanya chochote. Ataisimamia vizuri sheria. Mimi by the way pia labda niseme tu wasanii nao wanaonaga kama wanaleta masiara labda. Kuna muda wananikaga unaweza kusema kama wako serious lakini nao pia sometimes wanaga sijui wanapost ili kupata iko trend hivyo kwamba jamaa amezushiwa kifo. Mimi wananikwaza ujue kwa sababu hii aka nikamchongo ambako ujue miaka nenda miaka rudi kila siku unakutana na hizo story. Amemzushia amekufa amekufa na wamekausha kimya hawasimamii fuatilia kama kweli uko serious bwana hili jambo sasa ifike pahala liwe mwisho. Tafuta mmoja mtoleni mfano kudadeki tuleni mfano fulani kwa sababu hao wanakamatwa vizuri tu kabisa. Kana hiyo post si inajulikana alo post anaitwa nani atafuta huyo yeye atasema hiyo post naye kama alitumiwa na mtu atapatikana tu aloanzisha mchongo na uwezi amini. Mimi naamini inawezekana kwa asilimia chache though sina ushahidi na hisi sometimes hizi mitikasi unaweza kuona wasanii wanaletea na wenyewe kwa wenyewe. Yani kwamba mimi hizo pigo hizo unaweza kuona tu yani fulani kaamua tu kumtengenezea zengwe mwenzake. Kwa hiyo ya kwamba mwana sanaa mwenzetu sio maana kama hivi taarifa zinavyokuja msanii mwenzetu sisi kama familia ya wasanii sema kwa chicho yeye yuko nje alivyosema kama pia umetumwa. Umeona hii caption ya chicho ameandika yote kwenye caption hapo. Kama ni wewe kama ni akili yako Mungu anakuona ila akusamee ila kama umetumwa waambie kwa uwezo wa Allah Mwenyezi Mungu alileta duniani basi yeye ndio ataniondoa siku atakayo. Ila kwa chicho haiwezi kuwa kiki. Huyu hajapendezwa. Si ndio? Hajapendezwa lakini afanye action. Si mbona yeye mwenyewe amesema tu kama yani kumbe hata hajui kama kuna sheria. Kwa hadi anaposti hajui kama amesema kama kuna sheria hawa watu. Yani ndo mambo yale. Sema yuko nje pia hata akisema anafuatilia bongo process ndefu pia. Sio process mimi wake upo. Mimi next time nikija nani unamzungumzia? Si Ray Kigosi. Mimi sasa hivi nikija kukutana na hizo story tena nikakuta kuna msanii ka post sije kazushiwa. Utamind yao? Na mind yeye. Kwa nini? Kwa sababu ni kila siku wasanii pia wanapost hivyo. Fanyeni action. Kwa nini wasifanye action? Yaani kila siku watakuwa na haya sawa haya chuchuka post hapo. On to the next one. Atakuja kesho atazushiwa mwingine naye atapost. On to the next one. Atakuja mwingine atapost. Yaani itakuwa ni hivyo raha yao yani kujipost kwamba tumezushiwa. Au inakuwa ngumu kuwapata huko TikTok. Sababu ndio sehemu pekee ambao hawa wazusha vifo vya watu wanajiachia bala. Ndio nimuulize swali moja Rich. Wale watuma kwa namba hii usheko mkamata hata mmoja. Sasa wale tuma kwa namba hii wanakamataga mbona? Wanakamata vizuri sana. Anakamatwa vizuri kutosha. Wanakamatwa mpaka na simu zao na line zao. Okay. Kwa sababu wale kile wamerahisisha kupata namba yake yenyewe tu na hiyo. Unajua uzuri wa wale watu kwa namba hii kwa elimu yangu ndogo ambayo nimeisoma hii kwa mambo ya IT ninavyojua mimi. Umeona wale watu kwa namba hii? Kwa sababu wale siku hizi line zimefika hatua ambayo ili uwe na line lazima umesajili kwa namba ya NIDA. Inakuwa ina majina matatu. Wanachokifanyaga sometimes wanachezesha. Unaweza kuona tu mtu alikutana nani sijui kamsajilia kupitia jina lako Piwa. Kwa hiyo tukicheki ile namba inakuja jina la Piwa. Pale inabidi atafutwe Piwa. Bwana hii line ya kwako hapana sio yangu. Alikusajilia nani? Kamata yule mwana alomsajilia Piwa line yule. Yule ndo atatueleza ile line alimsajilia nani? Sasa wewe unampata wapi? Kama amepita tu barabarani. Mbona wenye mitandao wanajua? Wanawapata. Yaani wale wana makala wao na wasajilia line. Wanajua fulani alimsajilia fulani. Si kwa sababu wale wakisajili line si anapata tip. Kwa maana yake kwenye submission zake yeye alisubmit bwana nimemsajilia fulani na fulani. Kwa yule akamatwa ataeleza vizuri. Kikubwa inabidi tuhakiki namba zetu ambazo tumesajili kupitia ili kama kuna namba uelewi futa usajili. Tumetoka TikTok. Sijui kuzushiana vifo wanashughulikiwa vizuri kabisa kwa sababu mtu anapost page yake unaiona hii hapa. Watu wana page fake. Ile page ya kwanza ambayo fake inajulikana unamkamata mtu vizuri tu. Bana huko ni TikTok watu wana trend na issue kama hizo za kuzushiana lakini pia X
Mambo yanaendelea hapo kwa sababu kuna namna ambavyo sijui kama umeona kile ambacho amekiandika Roma pale weekend. Nimekiona na naomba niwasomee jamani. Unajua ameandika kwa uchungu sana Roma. Na hajapendezwa na hiki kitu. Unaweza kusoma message ukajua ni uchungu Okay. Maandishi pia yana speak feelings. Sasa kupata collab ya gospel artist Bongo changamoto sana, hasa kwa sisi watu wa secular music, hasa hip hop. Wengi ukiwacheki wanakuwa na this and that nyingi. Wanaona kama kanisa litawatenga hivi. Tena unawaambia kabisa ni inspiration song. Wapi hawaelewi. Kuna dada tulitaka naye collab Rostam, nikamwambia Stamina approach. Akamjibu Stamina, ingekuwa wewe peke yako tungeweza kufanya. Lakini kama kuna Roma Mkatoliki, itakuwa ngumu. Big shout out kwa Walter Chilambo, huwa anakunjuaga sana huyu mwana. Katika gospel artist wote ambao wameshakuwa approached na Rostam au Roma, wote ndo amekunjua. Amekunjua. Si anatoaga zile chorus fresh tu kabisa. Safi sana kwa Walter. Bana, tuko na Stamina hapa kama mwakilishi wa Rostam. Atuambie kwa upande wake anahisi ni kwa nini hawa wasanii wa gospel ama wengine pia ambao wanahitaji collab na Rostam au na Roma ni kama wanaingia mitini hivi. Kuna sababu zote ambazo ziko nyuma hapa sia? Za Roma za mambo ya siasa nini, labda nadhani ndio uoga unakuja hapo, labda kwa sababu wanaona mimi sija base sana kufanya mambo za design hizo, kwa maana labda inakuwa rahisi. Kwa hiyo na sio tu msanii huyo, sisi hata kwenye project zetu hizi mpya tunazotaka karibia kutoa za Rostam, tumekosa collab kibao mzee wangu. Yaani watu wanaogopa tu, kuna mtu unamtumia mtu kibao, unamtumia mtu nyimbo haihusu hata mambo hayo wala nini. Unaweza kukuta inahusu hata mapenzi, mtu anaogopa, anakuambia nini, mnaweza mkaongea mambo ya siasa huko kwenye mapenzi. Kwa hiyo wanakuwa na uoga fulani tu, which is sioni kama ni sawa, kwa sababu ni lazima mtu usikilize kwanza kilichoimbwa then uone wewe mwenyewe kwa sababu hii nitachipping au sitochipping kutokana na theme ya wimbo wenyewe. Kwa watu tu wanaleta tu uoga, lakini sioni kama ni mantiki. Kwa maana yake Roma usikufanya kazi na msanii mwingine kwa kumbe watu wanaogopa. Kuna namna watu wanaogopa. Na kwa nini waogope? Wanacheki historia ya Roma, the ambavyo vibao vyake vile matata kabisa. Sasa lakini sawa, lakini hadizefu kutoa inspiration song, maana Roma ameenda direct kabisa. Tena uanga na inspiration song jamani. Mimi nafikiri amebainisha kwa sababu ya kuhisi ni secular music, sio muziki wa injili au wa kuhamasisha. Wasiwasi ndo akili jamani. Kuna Barnaba na nani wanafanya tu vizuri Sayuni, wasiwasi ndo akili. Wako sahihi. Kila mtu ana hofu yake. Sio waingiza mkenge. Yani wewe na wasanii wa gospel hofu ya Mungu yako iko sehemu gani? Mimi nimekuimbia wewe chorus. Nini kwa nini yani hiyo hofu inatoka wapi? Kwa nini kunyime chorus? Utaratibu ni ule kama ambavyo nishaye kuzungumza hapo nyuma. Narudia tena. Kama unajijua kuna mtu uhitaji kugombana naye au utamhitaji baadaye, hakisha ugombane naye. Kama unajua kuna vitu unavihitaji kwa watu fulani, hakikisha haukati line yao. Sijui unanielewa? Wewe ushaona kama vile ambavyo anaandika, anasema watu wanachukulia sijui yale mambo ya siasa, sijui Roma anaimbaga, sijui ndio maana wanakimbia, wanaogopa na vitu kama hizo. Kwa namna yao inaweza kawa ni nzuri. Kama wameshawahi kuona Roma imemletea shida, basi kwao lazima kidogo watulie. Tuko tunaongelea hapa mambo ya line hapa. Sijui fulani atafute fulani, kuna siku line itakuja kupangwa hapa. Pata chini. Unakutana wewe upo. Sijui unaelewa? Kwa hiyo kuna muda inabidi waelewe kwamba bwana yeye yani ni mie. Unajua kuna ukikaa, unajua Fabi ukikaa hivi na Richie unafikiria Stamina yuko pale. Anajihusisha na Roma kama kawa na mishemisha zinaenda kwamba yeye hajawahi kukutana na hiyo michongo. Sasa we have Stamina pia tuambie, je, kuna changamoto zozote wamewahi kupitia kwa sababu watu still wanahofia kufanya kazi na wao, hasa huyo Roma. We have Stamina. Sholo Bwenzi. Tuambie. Lakini si asha kusimulia Roma story pia ile kutekwa ile vitu vya moto. Akapigwa simu Stamina. Bwana kuna kimeo huko. Stamina akafurahia kimeo. Umeelewa sasa, kumbe wakimkosa nani anamtafuta nani? Fanya collab. Sholo Bwenzi huyu hapa anazungumza. Changamoto zipo, lakini tunapambana nazo. Changamoto zipo. Si kuna watu wengine wakishaliona, kwa mfano kama unakumbuka juice kati hapa, watu wengi ndio wanashindwa wanasahau sana. Watu wengi ndio hawajui kama mimi ni CCM. Yaani sio kwa sababu nafanya kazi na Roma basi wao wanaona kama yani mimi si mimi. Kama unakumbuka mimi marehemu Magu mimi amenivalisha kofia kwenye kampeni zake. Kama unakumbuka vizuri, amenivalisha kofia kwenye kampeni zake. Nimekuwa nikishiriki kwenye
kampeni. Yaani mimi sijawahi kuaga kwenye chama tofauti na CCM. Lakini juzi kati ukionekana una support harakati za mama, unazoa umetusaliti. Mbona kusaliti vipi? Sijasaliti sababu sijawahi kuwa kwenye hivyo kama vingine. Kwa hiyo yani ni perception tu za watu ambazo hazijakaa sawa. Na kuhusu hivyo obvious matatizo lazima aje. Tunaonekana wanashiriki si na Roma nafanyaga lakini mimi kila siku nazidi kuwaelimisha tu kwamba sababu mimi niko karibu na Roma. Kwa hiyo najua hata anafanya kwa intentions gani. Sio kwamba eti maugomvi, vita au sijui nini au anapingana, hapana. It's all about hip hop. Kwa nini maana ya hip hop mwanangu? Ni pamoja na ku highlight matatizo ambayo yapo kwenye jamii ili apate kufanyiwa utatuzi. Kwa hiyo mimi sioni kama eti ni unatakiwa ukisikiliza ngoma za Roma eti uweke kwenye jicho au sikio la chuki, hapana. Unatakiwa tu usikilize upate elimu, kama kuna sema sawa inarekebishwa, tunaenda mbele. Ndio hip hop jinsi ilivyo. Sio kwenye siasa, hata kwenye maisha ya kawaida.